Niwape mfano, huko kijijini nilipotoka kulikuwa kuna watu wawili wanatengeneza mikate. Mmoja anatengeneza mkate ili apate faida, mwingine anatengeneza mkate ili ahudumie watu. Yule ambaye anatengeneza mkate ili apate faida, yeye alikuwa anafanya hivi, anatengeneza mkate, anauza mkate kwa mteja, mteja unaendelea na maisha yako. Huyu ambaye alikuwa anatengeneza mkate ili ahudumie watu, alikuwa anatengeneza mkate, anakupa na elimu ya lishe kuhusu huo mkate ambao unaenda kuutumia, lakini pia wale ambao wanakuwa hawana uwezo anawapa mkate wa bure. Yule mtu wa pili alijikuta ni kipenzi kikubwa sana cha watu na wateja wengi walikuwa wanamfuata yeye. Kwa hiyo watu hawa wawili, kati ya wa kwanza na wa pili biashara yake ilikuwa zaidi kuliko mtu wa kwanza. Kwa sababu wa kwanza alifanya kama faida, wa pili alifanya kama sehemu ya kusaidia nani? Watu. Na ndio hivyo kazi ya ualimu na kazi zingine kama za kwetu za utumishi wa umma. Ukifanya kazi ya utumishi wa umma kama sehemu ya kupata faida tu ya mshahara, kiukweli hautakuwa kipenzi cha watu. Ila ukifanya kazi ya utumishi wa umma kama wito, kama sehemu ya kutoa mchango wako kwa jamii yako na taifa lako kwa ujumla, utakuwa kipenzi cha watu, utakuwa kipenzi cha wazazi, utakuwa kipenzi cha jamii, na utakuwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu hiyo kazi itaambatana na baraka katika maisha yako.